yake Profesa Clara Momanyi. Riwaya hii ya Kifo cha Jadi ina maudhui kadha wa kadha. Kwanza, maskini, kuna maudhui ya nafasi ya mwanamke, kuna maudhui ya ubabe dume, kuna maudhui ya ukatili, kuna maudhui ya siasa, kuna mapenzi, kuna maudhui ya maskini, kuna maudhui ya utabaka na mengineyo. Kwanza kabisa, maudhui ya maskini. Maskini umesababisha waketwa kukadhabishwa na hali yao ya maisha. Wamechoka uongozi wao, uongozi wa Mtemi Lesulia. Maskini huu unapelekea waketwa kuwa kama vile wanafanya kazi ya ukahaba na kufanya kazi katika Red Beach Lodging ambaye inamilikiwa na Sihaba. Maskini pia unapelekea watu hawa ambao ni waketwa kuwa hawana ajira, wanaishi maisha ya uchochole, wanaishi maisha ya umaskini, wanaishi maisha ya chuki. Maudhui mengine, maudhui ya ukatili. Maudhui ya ukatili ametoleka kwa mfano huyu Mtemi Lesulia ambaye ni mtemi wa nchi ya Matua. Mtemi huyu anakandamiza sana jamii hii ya waketwa. Kwanza kabisa anamteka nyara ambaye ni kiongozi wa waketwa, Lonare. Jambo lingine kuhusu ukabila ambao umekandamiza haki ya vijana. Hakuna kazi haswa kwa jamii hii ya waketwa. Mambo mengine kama vile kuhusu anasa ambayo inasababisha wasichana kama vile Red Beach Lodging, na mhusika mkuu wa anasa hii ni Sagilu. Sagilu aliisha mapenzi na msichana kwa jina Cheia kwa sababu ya umaskini. Cheia alikuwa yatima ambaye baadaye kwa sababu ya kukosa pesa anapelekea kufanya kazi ukahaba. Hata hivyo, Sihaba ni mhusika ambaye pia alishiriki mambo ya anasa anapoajiri na kuwateka nyara watoto ili wafanye kazi katika Red Beach Lodging. Maudhui ya mwisho ni kuhusu siasa ambayo inapelekea imeleta uhasama, imezaa chuki kati ya waketwa na wakuli. Siasa hii inapelekea wahusika wengi kama vile Lonare kuwa na gero na kuwa na uchungu sana kwa sababu wanateka nyara, na pia waketwa na haswa wananchi wa Matua wote. Siasa pia inapelekea mhusika Sagilu kupagawa, anakuwa mtu kama mwendazimu kwa sababu ya siasa na kukosa kiti cha mbunge kwa mbunge wa Matano. Karibuni sana msikilizaji. Karibuni sana kipindi cha leo tena kuhusu wahusika katika riwaya za jadi. Mhusika wa kwanza ambaye ni mhusika mkuu ni mhusika Mangwasha. Mangwasha ni mhusika mkuu katika riwaya hii ya jadi. Mangwasha alikuwa mke wa Mrima. Mangwasha huyu alijaliwa na wanawe wawili, Sayore na Kajewa. Mangwasha alikuwa mtoto wa Bwana Shauri na Bitesi. Mangwasha ni mwanamke mkakamavu ambaye analinda haki za waketwa kwa jumla katika jamii hii ya waketwa. Kwanza kabisa, sifa za Mangwasha. Mangwasha ni mwenye bidii. Mangwasha anajibidiisha kusoma kwa bidii na baadaye kusomesha watoto wake. Hata hivyo, Mangwasha pia anajibidiisha kuwalea wanawe wawili, Sayore na Kajewa, baada ya Mrima kubugia pombe na kuwa atekeleze mahitaji ya familia yake. Jambo la pili, Mangwasha ni mwajibikaji. Anawajibika kuwatetea waketwa wenzake kwa kushughulikia haki zao, akipigana na ukatili ambao ulikandamiza haki zao. Hata hivyo, Mangwasha ni mwanamke mwenye ujasiri. Mangwasha huyu analazimika kutokutana na Mtemi Lesulia ili kumkabidhi kwa uongozi wake mbaya. Hata hivyo, Mangwasha pia anakataa mambo ya babedumi na desturi katika jamii. Huyu Mangwasha anapigania haki za wanawake. Pia kuna Mangwasha pia anaweza maudhui ya nafasi ya mwanamke ambaye ni mwanamke ambaye jasiri, mwenye bidii, mwenye haki na pia mwenye ujasiri na busara. Jambo la mzee tena, tumefika mwisho wa masuala ya leo. Karibu
inayofuata tuzungumzia kuhusu wahusika wengine wa riwaya za jadi. Karibuni tena, endelea kufuatilia video kuhusu fasihi, vitabu zote kuhusu hadithi fupi, tamthilia, Pembe ya Maisha, Mapambazuko ya Machweo, fasihi na pia hadithi nyinginezo. Hata hivyo, Saruu pia tutaifanya na insha. Asanteni sana wasikilizaji.